wa Mungu. Haleluya. Na akawaambia, mmetoeni bure kwa sababu mmepewa bure. Kwa hiyo hata wale ambao wanatamani sana kufanya utumishi wao kwa jinsi ambavyo Bwana Yesu alifanya wakati wa huduma yake duniani, wakihusisha tu biashara, kuuza kile ambacho wamepewa bure, wanakuwa wanapingana kabisa na instruction ambayo imetolewa na Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Kwa sababu aliwaambia, fanyeni hivi, mmepewa bure, toeni bure. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye anataka kupractice kile ambacho Bwana Yesu amekifanya wakati wa huduma yake, lakini anahusisha na uuzaji wa hizo karama, zinaitwa karama, kama ambavyo alifanya mtu mmoja kwenye Matendo ya Mitume, ambaye alipoona mitume wanafanya ishara na miujiza, akataka kutoa fedha ili naye apate zile karama. Wakamwambia, unadhani karama za Mungu zinapatikana kwa nini? Kwa fedha. Kwa hiyo maana yake haiuzwi. Karama haipatikani kwa fedha na haitolewi kwa fedha. Haleluya. Kwa namna yoyote ile. Lakini sio kusudi hasa hilo somo. Tunataka hasa kuona utumishi huo ulikuwaje. Kwa hiyo kwa haraka tumegusia hadhira kwamba Yesu mwenyewe anaeleza, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Wale ambao sasa tungeweza kuwaita watumishi, akina Petro, Yakobo, Yohana na kadhalika, nao walipopewa hiyo kazi wakaambiwa mipaka yao ya huduma, kwamba kwa mataifa ya onto the way of the Gentiles, msifanye nini? Msiende wala katika mji wowote wa Samaria, kwa sababu wa Samaria walikuwa si Wayahudi ila ni mchanganyiko, ni kama machotara hivi, kama ambavyo tumeshajifunza katika masomo mengine. Kwa wale ambao wanafuatilia somo hili kwa njia ya mtandao, wanaweza wakaagiza masomo haya, jinsi ambavyo Wasamaria ni watu gani na kwa nini Yesu alisema hakuwa sehemu ya hadhira, au huduma yake haikuhusisha hadhira ya Wasamaria. Na hata wakati mwingine alipotaka kupita Samaria, maandiko anasema ili mlazimu apite wapi? Samaria. Yaani haikuwa kawaida yake kupita Samaria, lakini ili mlazimu apite. Haleluya. Kwa hiyo main theme ikawa ni ufalme wa Mungu, kwamba amekuja ili atoe ujumbe kuhusu ufalme wa Mungu. Aliwafundisha waombe juu ya ufalme wa Mungu, na akawaambia kidogo mambo ya usuyo, kwamba ndani ya ufalme wa Mungu watu wenye magonjwa wanatakiwa kupona, kwa sababu magonjwa sio sehemu ya nini? Ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wafu wafufuliwe na kadhalika. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kwa sababu ya muda, ni maisha katika ufalme wa Mungu, ni maisha ya miujiza ambayo haikuhitaji mtu kufanya nini? Kufanya kazi. Haya ndio maisha ambayo Mungu alitarajia kuwapa wana wa Israeli katika hicho kinachoitwa ufalme wa Mungu. Wapi? Duniani. Tunaelewana vizuri kabisa. Ndio maana aliwaambia katika Mathayo sura ile ya 6, twende pale mstari wa 26, akiwa anawaeleza. Kwa hiyo mafundisho ya Yesu yote alikuwa anajaribu kuwaonyesha miujiza aliyofanya. Yote alikuwa anaonyesha kwamba hebu niaminini mimi, mkiniamini mtaenjoy maisha ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Mstari ule wa 26, kama tumefika tuseme amina kwa sauti kubwa. Amen. Mstari wa 26 anasema, waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwafanya nini? Huwalisha hao. Ninyi je? Hebu sema ninyi je? Ninyi je? Si bora kupita hao? Haleluya. Kwa hiyo anaonyesha kwamba hebu niaminini na muamini kwamba Mungu anaweza kuwalisha
Mungu anaweza kuwaponya. Inawezekana mkaishi maisha ya uzima, mnawezekana mkaishi pasipo kufanya kazi. Kama tunaelewana kanisa? Mnawezekana yani mkala pasipo kufanya kazi, mkavaa pasipo kufanya kazi. Inawezekana. Akamwambia angalieni ndege wapo waangali. It's wonderful. Hebu turudie hapo. Hapa nitarudia, inasema waangalieni ndege waangani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni anawafanya nini? Huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Kwa hiyo maana yake nini? Ni kwamba kama Mungu ameweza kuwalisha ndege ambao hawapandi, hawavuni, hawahifadhi, yani hawana kitu akiba. Ndege akiamka anakwenda anakula, Mungu anawalisha. Haleluya. Kwa hiyo akawa anawaambia kama Mungu anaweza, alikuwa ana justify fundisho lake la nini? Ufalme wa Mungu duniani, kwamba Mungu aweza kuwalisha ninyi pasipo kufanya kazi, kwa sababu amefanya hivyo kwa ndege. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Haleluya. Na katika kuendelea kujustify mafundisho yake, Yesu alikuwa anafanya hayo yote ili waamini, na Wayahudi wangeamini katika ujumla wao, wangeweza kupata huo ufalme wa Mungu duniani. Haleluya. Wakati fulani katika Mathayo sura ile ya 14, twende Mathayo sura ya 14. Mathayo 14, tutaanza mstari ule wa 13 tutasoma. Na Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani. Na makutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa. Haya ndio maisha kwenye ufalme. Sio kama tunaenda pamoja, kwamba wagonjwa pona, lakini hapa kuna zaidi ya wagonjwa. Mstari wa ngapi hapa? Mstari wa 15 anasema, hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake wakamwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na saa imefanya nini? Imekwisha kupita. Waagize makutano waende zao vijijini wakajinunulia nini? Vyakula. Yesu akamwambia, hivi nyinyi ni kama anawaambia, hamuelewi hii injili ya ufalme wa Mungu ninayohubiri? Hamkumbuki niliwaambia kwamba angalieni ndege wa wapi? Hawalimi, hawavuni, hawahifadhi ghalani, lakini Mungu anafanya nini? Anawalisha. Leo nataka niwaonyeshe kile nilichokuwa nakisema kinawezekana, na mkiniamini kwa ujumla wenu, haya ndio yatakuwa maisha yenu. Kwa sababu wao katika maisha waliozoea walijua hapa hamna namna, muda umekwenda, watu wao waruhusu waende vijijini kufanya nini? Kununua. Oh, haleluya. Ndio watu waelewe kwamba wanaposema ufalme wa Mungu duniani ambao Yesu alikuja kuhubiri, na hatimaye kama wangeamini maisha yangekuwaje, hapa alikuwa anajaribu ku demonstrate. Tuko mstari wa ngapi kanisa? Pale wakaambia waende zao vijijini wakajinunulie vyakula. Mstari wa 16 Yesu akawaambia hawana haja ya kwenda zao. Oh, haleluya. Hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi vyakula. Wakamwambia hamna kitu hapa ila mikate 5 na samaki wangapi? 2. Alafu watu ni maelfu, utafanyaje hapa? Yesu napenda hiyo kitu. Mstari wa 18 akasema nileteeni hapa. Kwamba wao katika akili yao ya kawaida kibinadamu, kwamba hii imeisha. Hawakujua wako na Yesu ambaye amekuja kuhubiri habari ya ufalme wa Mungu duniani. Haleluya. Akasema nileteni hapa. Mstari wa 19 akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki,
akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa makutano, wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na nini na watoto. Wanaume peke yake 5,000. Haya ndio maisha Yesu aliyokuja kuwafundisha hadhira yake ya Israeli, ambayo tumeshaongelea kwamba aminini ili ufalme wa Mungu uje. Na ukija maisha ndo hayo. Mmebaki na mkate mmoja, alafu mko watu 5, msihangaike. Watu 100, msihangaike. Yesu tena, na I thank God kwamba wala hata kuomba, aliinua macho wapi? Juu, akabariki, kwa sababu ndio ulikuwa wakati. Wakala wakasaza. Nani leo ni shahidi kwamba leo yuko mtumishi anayetaka kuishi maisha haya ya ufalme wa Mungu duniani kama ambavyo Yesu alivyofundisha, akazidisha mkate mmoja kuwa 2, maana tusizungumzie 5,000, kuwa 2. Nani amewahi shuhudia hicho? Haitawezekana. Na ujiulize, je, Yesu si ni yule yule? Ndio, lakini hapa huduma hii ni utofauti na huduma ya majira haya tulionayo, majira ya nini? Ya neema. Ndio maana aliwaambia. Pamoja na hayo sasa, kwa sababu Yesu ali demonstrate hiyo. Tusome tena demonstration nyingine ambayo Yesu alifanya katika Yohana sura ile ya 6. Yohana sura ya 6 mstari wa kwanza na kuendelea. Anasema, baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia, na mkutano mkuu wakamfuata, kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia nani? Wagonjwa. Na Yesu alikwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, siku ya Wayahudi I like that. Na Pasaka, sikukuu ya nini? Ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Oh, haleluya! Kwamba alishatenda kule, lakini akamwambia Filipo, anamjaribu, tutanunua wapi mkate ili hawa makutano waweze kula? Oh, I like that. Mstari wa ngapi tunakwenda? Mstari wa 7. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmoja wapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palipokuwa na majani tele, basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Hiyo ndio maisha ya ufalme duniani. Haleluya! Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 na shayiri vilivyobakia wale waliokula. Basi watu wote walipoiona ishara aliyofanya walisema, hakika huyu ni nani? Ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Haleluya! Ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Mstari wa 14. Kwa hiyo hii ndio demonstration kwamba ninaposema ufalme wa Mungu umekaribia, hizo ndo dalili za maisha ambayo wangeyatarajia katika nini? Ufalme